Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tulitazama kichwa kinachosema roho ya unabii na sikukuu ya upatanisho. Tukaona roho ya unabii ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho linalofuata baada ya jukumu kuu ambalo tulitazama. Tukaona kuzishika amri za Mungu. Tukaona Biblia nzima inazungumzia amri za Mungu kama tulivyotazama katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Na tukatazama katika kitabu cha Zaburi 119:142, haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni kweli. Kwa kama sheria ni kweli na neno ni kweli, sheria ni neno na neno ni sheria. Kwa kumbe Biblia inaelezea kwa upana sheria ya Mungu, na tukaona kalama yoyote ambayo Mungu anaitoa kupitia kuhani wetu mkuu Yesu Kristo katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni patakatifu patakatifu ni kwa ajili ya kutukamilisha na kutupatia ushindi dhidi ya dhambi. Kwa hiyo tukaona kalama ya kwanza aliyoitoa ilikuwa ni amri za Mungu au sheria ya Mungu, na kalama ya pili ambayo huwezi ukaitenganisha na kalama hii ya kwanza ambayo ni sheria ya Mungu au amri za Mungu ni ushuhuda wa Yesu. Tulitazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 19 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, nami nikaanguka miguuni pake nipate kumsujudia. Akaniambia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Kwa hiyo tukaona uwezo ukatenganisha kati ya ushuhuda na sheria ya Mungu. Uwezo ukatenganisha kati ya amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu, kwa sababu ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Na tukatazama kusudi la roho ya unabii. Tulisoma katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la 3 ukurasa wa 30. Tukaona uangalifu mkubwa ungetakiwa kutolewa katika kujifunza Biblia, lakini kwa sababu uangalifu mdogo umetolewa katika kujifunza neno la Mungu, yaani Biblia, Mungu ametupatia karama ya ushuhuda wa Yesu ambayo ni roho ya unabii, ili kutusaidia kuelewa nuru kubwa zaidi ambayo ni Biblia inayoelezea amri za Mungu au sheria ya Mungu. Lakini pia tukaona hii roho ya unabii, nabii alitaja katika kitabu hicho cha Selected Message gombo la 3 ukurasa wa 30, alitaja kama nuru ndogo. Na tukatazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 654, tukaona pia ujumbe wa malaika yule wa 3 katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14 mstari wa 9 hadi wa 12, anatupeleka katika wajibu mkuu wa kuweza kuzishika amri za Mungu. Tulitazama mstari wa 12 Ufunuo 14. Neno la Mungu linasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kwa hiyo tukaona ujumbe wa malaika yule wa 3 ulianza kuibuka na kutangazwa kuanzia mwaka 1844 tarehe 22 mwezi wa 10, Yesu alipotoka patakatifu akaingia patakatifu pa patakatifu. Na nukuu hii ya Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 654, mjumbe wa Mungu anasema, kadiri tunavyokaribia mwisho na jinsi ambavyo kazi ya kutoa ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu inavyopanuka, ingekuwa ni muhimu kwa wale wanaopokea ujumbe wa malaika yule wa 3 ambao ndio ukweli wa leo, waweze kuelewa asili na mvuto wa ushuhuda wa roho wa Mungu. Na tukaona asili ya shuhuda hizi za roho wa Mungu kwetu sisi Waadventista wa Sabato zilianza tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, ili kuweza kutusaidia kufafanua vizuri amri za Mungu kama zilivyoelezwa ndani ya Biblia. Kwa hiyo tukaona hapo ndipo asili ya ushuhuda wa roho wa Mungu ambao alitupatia sisi kama kanisa la Laodikia, kwa sababu tuliona katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 3 mstari wa 14 hadi mstari wa 19, sisi ni vipofu, hatuoni, tunahitaji dawa ya macho. Kwa hiyo hatuwezi tukalielewa neno la Mungu kwa kina isipokuwa tu mpaka pale tutakapozingatia ushuhuda ambao Kristo ametupatia kutusaidia kufafanua na kuelewa vizuri Biblia ambayo inafafanua kwa kina madai
ya sheria ya Mungu. Kwa hiyo tukatazama kipindi ujumbe wa malaika wa tatu ulipokuwa ukiibuka na shuhuda hizi ziliibuka, na tukaona uwezo kutenganisha kati ya ujumbe wa malaika yule wa tatu na amri za Mungu, kwa sababu amri za Mungu zinafunua au ndo kitovu cha ujumbe wa malaika yule wa tatu. Lakini pia tukatazama kama ujumbe wa malaika wa tatu pia kipindi unaibuka na ndipo shuhuda hizi zilipoibuka, tukaona pia uwezo kutenganisha kati ya ushuhuda wa Yesu pamoja na ujumbe wa malaika yule wa tatu. Kwa hiyo kama uwezo kutenganisha kati ya amri za Mungu na ujumbe wa malaika wa tatu, na kadhalika uwezo kutenganisha ushuhuda wa Yesu na ujumbe wa malaika wa tatu. Kwa hiyo uwezo kutenganisha amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu vinahusiana, ndio maana vyote viliibuka kwa pamoja tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 na Kristo akatoa vitu hivyo, yani amri za Mungu pamoja na ushuhuda wa Yesu kama karama kwa ajili ya kulikamilisha kanisa lake ili lipate kufikia ukamilifu. Tulitazama katika kitabu cha Isaya, hivi vitu haviwezi vikatenganishwa. Unaposoma Isaya sura ya 8 mstari wa 20, neno la Mungu linasema na waende kwa sheria na ushuhuda. Lakini pia tukatazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana 12:17, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia. Hao waliosalia ni kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, kanisa la Laodikia. Anasema hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Lakini pia tukatazama kitabu cha Zaburi 19 mstari wa 7, anaposema sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Kwa hiyo tukaona hauwezi kutenganisha kati ya sheria na ushuhuda, na ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Tukaona sio tu katika Agano la Kale watumishi wa Mungu waliweza kuunganisha vitu hivi, lakini hata katika Agano Jipya tulitazama Matendo 24:14, Paulo akisema nikiyaamini yote yaliyoandikwa katika sheria ya Musa pamoja na vio vya manabii. Kwa sababu tulisema ushuhuda wa Yesu ambao ni roho ya unabii unakuja kwa mkono wa manabii. Tukatazama kitabu cha Amosi 3:7, neno la Mungu linasema hakika Bwana hatatenda neno lolote pasipo kuwafunulia hao watumishi wake na manabii siri zake. Kwa hiyo tuliweza kuona hata Paulo aliliamini hili. Kwa hiyo huu shuhuda wa Yesu unaletwa kwa mkono wa manabii. Kwa lugha nyingine tulisema huu shuhuda wa Yesu ndio vyuo vya manabii, au kwa lugha nyingine huu shuhuda wa Yesu tuliona ni chuo cha Torati, kwa sababu tulitazama kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 31 mstari wa 24 hadi wa 26. Musa aliagizwa kuandika chuo cha Torati ili kuwasaidia wana wa Israeli kufafanua zaidi ya amri 10 zilizokuwa ndani ya sanduku la agano. Kwa hiyo chuo cha Torati kilikuwa ni kama kivuli kwa wakati wao, lakini uhalisia katika kipindi chetu ni roho ya unabii, kwa sababu kusudi la roho ya unabii ni kutusaidia kuelewa vizuri sheria ya Mungu kama ilivyoelezwa ndani ya neno lake takatifu ambalo ndiyo Biblia. Kwa hiyo tukaona sisi kama Waadventista wa Sabato msingi wa imani yetu ni karama ya unabii. Nikakwambia ukipata nafasi utapitia kitabu cha Evangelism, kitabu cha Wainjilisti, ukurasa wa 196. Mjumbe wa Mungu anasema wajumbe wanatakiwa waliwakilishe neno la unabii lililo imara kama msingi wa imani ya Waadventista wa Sabato. Lakini pia tukatazama kitabu cha waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema nasi tuna lile neno la unabii lililo imara ambalo tukiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza tutafanya vyema mpaka nyota ya asubuhi itakapopambazuka mioni mwenu. Kwa hiyo tukatazama kusudi la roho ya unabii ni kutusaidia kuweza kuelewa vizuri madai ya sheria ya Mungu kama yanavyoelezwa katika Biblia ili tupate ushindi dhidi ya dhambi. Kwa hiyo msingi au nguzo ya karama hii ya roho ya unabii ni kutusaidia kuweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Kwa kwamba shetani atahitaji kutukosesha kuweza kupata ushindi huu dhidi ya dhambi, atafanya ushuhuda huu usieleweke na upuuziwe na Waadventista wa Sabato. Anajua akifanya hivyo hawataweza kuelewa vizuri madai ya sheria ya Mungu yanavyoelezwa katika Biblia takatifu, na mwisho wa siku hawataweza kushirikiana na kuhani wao kikamilifu ili waweze kupata tabia itakayowafanya waweze kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu, au waweze kupata tabia itakayowafanya kustahimili wakati watakapoitwa kusimama hukumuni. Kwa hiyo nikakuahidi katika majira kama haya tutaendelea kutazama mfululizo wa somo hili, kwa sababu kipindi kilichopita ilikuwa ni sehemu ya kwanza, lakini leo tunaendelea na kichwa kinachoitwa roho
ya unabii na sikukuu ya upatanisho sehemu ya pili. Lakini na kukumbushia kuweza kuwa na daftari lako, kuweza kuwa na kalamu pamoja na Biblia yako mkononi. Ila awali ya yote, ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, na ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipo fanya hivyo tunapoenda kumuomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda upeo. Tunyenyekeze mioyo yetu, tuwe tayari kusikia, kwa sababu ahadi yako ni kwamba leo kama tutaisikia sauti yako tusifanye migumu mioyo yetu. Tusaidie tuweze kuelewa haya, na furaha yetu itatimilika pale ambapo tutayaleta katika maisha. Lakini pasipo wewe hatuwezi kufanya neno lolote lile. Lakini wewe ili utusaidie, unatamani kwanza tufikie ukomo wa jitihada zetu. Tuwezeshe tuweze kufanya upande wetu kwa ukamilifu katika mpango wako mkuu wa ukombozi, ndipo na wewe uweze kufanya sehemu yako kwa ukamilifu na kutupatia vazi lako ambayo ni haki yako unayoitoa katika chumba cha pili, katika patakatifu patakatifu, katika hekalu la mbinguni. Lakini nitumie mimi kama chombo katika wasaa huu, na nahitaji mtazamaji anayeniona na msikilizaji anayenisikia aweze kuwa na utulivu, ili aweze kuzipokea kweli hizi za thamani na aruhusu ziweze kubadili maisha yake. Naamini umesikia na utatenda sawa na mapenzi yako. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Unapotazama katika kitabu cha Zaburi, fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi 119. Zaburi 119, nitasoma mstari wa 23 na mstari wa 24, kuzidi kukukazia uwezo ukatenganisha kati ya sheria na ushuhuda, kwa sababu pambano ambalo liko mbele yetu ni kati ya amri za Mungu au amri za wanadamu. Kwa hiyo tukitaka kujiimarisha katika amri za Mungu na kupatana na kanuni hizo kikamilifu, ni lazima tupokee shuhuda ambazo Mungu ametupatia sisi Waadventista wa Sabato kipindi hiki, ili kutusaidia kuelewa amri zake na mwisho wa siku kushirikiana na Kristo kuweza kukidhi madai hayo. Unapotazama katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 23 na 24, neno la Mungu linasema, wakuu nao waliketi wakinena, lakini mtumishi wako atazitafakari amri zako. Kwa hiyo hapo ametaja amri za Mungu. Mstari wa 24 anasema, shuhuda zako nazo ndio furaha yangu na washauri wangu. Kwa hiyo uwezo ukatenganisha kati ya amri na ushuhuda wa Yesu. Uwezo ukatenganisha kati ya Biblia na roho ya unabii. Uwezo ukatenganisha kati ya sheria na vyuo vya manabii. Ndio maana mstari wa 23 hapa anataja amri zako, na mstari wa 24 anataja shuhuda zako. Kwa hiyo shuhuda za Mungu na amri za Mungu vinatenda kwa mapatano. Shuhuda zipo kwa ajili ya kufafanua amri za Mungu kama zinavyoelezwa katika Biblia takatifu. Lakini pia unapotazama katika sura hii ya 119 kitabu cha Zaburi, nitasoma mstari wa 97 na mstari wa 98, lakini nitahitimisha kwa kusoma mstari wa 99. Neno la Mungu linasema, sheria yako naipenda mno ajabu, ndiyo kutafakari kwangu mchana kutwa. Hapa anataja sheria ya Mungu au amri za Mungu. Anasema, maagizo yako hunitia hekima kuliko adui zangu. Maagizo yake ni amri za Mungu. Anasema, kwa maana ninayo siku zote. Anasema, ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote, maana shuhuda zako ndizo nizifikirizo. Kwa hiyo ukatenganisha kati ya amri na shuhuda. Na unapotazama katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, hakuna chanzo cha hekima isipokuwa ni kushika amri za Mungu. Ndio maana tunaambiwa kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa. Tunaambiwa amri za Mungu ndiyo hekima yenyewe. Hakuna hekima ambayo ni zaidi ya amri za Mungu. Lakini kwa sababu tumetoa uangalifu mdogo katika kujifunza Biblia ambayo inaelezea amri za Mungu, Mungu ametupatia shuhuda zake ambayo ni roho ya unabii kutusaidia kuweza kuelewa amri zake takatifu, ili mwisho wa siku tuweze kushirikiana na yeye katika kuzishika na kufikia kiwango cha ukamilifu ambacho Mungu anakihitaji, kufikia uzoefu wa kukoma kutenda dhambi, kufikia uzoefu wa kuishi
maisha makamilifu pasipokuwa na kuhani katika hekalu la mbinguni. Unapotazama katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4, fungua pamoja nami katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4, nitasoma mstari wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema, angalieni nimewafundisha amri na hukumu, vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Mstari wa 6, zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu. Kwa hiyo hakuna hekima inayojiinua zaidi ya amri za Mungu. Hakuna hekima inayojiinua zaidi ya ushuhuda wa Yesu, kwa sababu ushuhuda wa Yesu upo kwa ajili ya kulinda amri za Mungu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba, angalieni mawafundisha amri na hukumu, vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoniamuru, ili mzitende katika nchi mwingiayo ili kuimiliki. Mstari wa 6, zishikeni basi mkazitende, maana hii ndiyo hekima yenu na akili zenu machoni pa mataifa watakao zisikia amri hizi zote, nao watasema, hakika taifa hili kubwa ni watu wenye hekima na akili. Kwa hiyo hekima na akili inapatikana katika amri za Mungu, lakini na ushuhuda wa Yesu. Ndio maana katika kitabu cha Zaburi 119:99 tumesoma, ninazo akili nyingi kuliko wakufunzi wangu wote, kwa sababu shuhuda zako ndizo ninazozifikiria. Lakini pia tutaona kile ambacho Biblia inazungumzia ndicho ambacho roho ya unabii inazungumzia kupitia nabii wake Ellen G. White, kwa sababu Ellen G. White ndio nabii katika kipindi hiki cha mwisho. Ni nabii ambaye Mungu alimuinua kuanzia tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka wa 1844 ili aweze kutoa maelekezo maalum kwa kanisa lake katika kazi ya mwisho ya ukombozi. Unapotazama katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, gombo la 3, ukurasa wa 84. Sikiliza hiki ambacho mjumbe wa Mungu anasema, kwa sababu tumeona lazima hivi vitabu tuvithamini na tujitahidi kulinganisha maisha yetu na maelekezo ya vitabu hivi, na vitabu hivi ndio ushuhuda wa Yesu au karama roho ya unabii ambayo Mungu ametupatia ili kuweza kutusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Anasema, jambo moja ni hakika, wale Waadventista wa Sabato wanaoshikilia msimamo wao chini ya bendera ya Shetani. Tutakuja tutasoma katika siku ya leo, bendera ya Shetani ni nembo ya Shetani. Bendera huwakilisha umiliki, bendera huwakilisha utambulisho. Kwa lugha nyingine, bendera huwakilisha tabia. Kwa hiyo tabia ya Mungu na tabia ya Shetani ni tofauti. Tabia ya Mungu imejengwa katika utiifu wa kanuni 10, utiifu wa amri zote za Mungu, na tabia ya Shetani imejengwa katika uasi wa amri zote za Mungu. Hata kama sio uasi wa amri zote za Mungu, hata amri moja, kwa sababu neno la Mungu linasema aliyekosa juu ya moja amekosa juu ya yote. Maana aliyesema usizini pia alisema usiue. Ijapokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo kumbe amri za Mungu ni kipimo cha tabia. Kwa hiyo uasi wa amri za Mungu ni kipimo cha tabia au tambulisho au umiliki wa Shetani. Kwa hiyo kwa kutoa maelezo hayo, bendera Shetani inayozungumziwa hapa ni badiliko au kinyume na amri ya Mungu ya 4 ambayo inazungumzia kuhusiana na ibada, na amri ambayo inazungumzia kuhusiana na ibada ni amri ya Sabato. Kwa hiyo bandia ya Sabato au kinyume cha Sabato ndiyo bendera ya Shetani. Kwa hiyo anazidi kusema, wale Waadventista wa Sabato wanaoshikilia msimamo wao chini ya bendera ya Shetani, hiki kipindi hakipo sasa hivi. Hiki kipindi ni unabii. Hii sentensi inatupeleka wakati ujao, wakati ambapo Marekani itapitisha amri ya Jumapili ya kitaifa. Kwa hiyo bendera ya Shetani ni chapa ya mnyama, ni ushurutishaji wa ibada ya Jumapili. Anaendelea kusema hapa ya kwamba wataanza kwanza kuikana imani yao katika maonyo na nasaa zilizomo katika ushuhuda wa Roho wa Mungu. Kwa hiyo kabla Adventista wa Sabato kupokea chapa ya mnyama, kabla Adventista wa Sabato kukataa amri za Mungu kwa kipimo cha amri ya 4 ambayo ni amri ya Sabato, wataanza kwanza kukataa kitovu kitakachowasaidia kuelewa amri za Mungu, ambacho kitovu hicho ni roho ya unabii.
Kwa hiyo wataanza kwanza kupuuzia maonyo, wataanza kuyakataa na kuyabeza yanayopatikana katika vitabu vya roho ya unabii ambao ni ushuhuda wa roho wa Mungu. Ndio maana hapa naendelea kusema wale Waadventista wa Sabato wanaoshikilia msimamo wao chini ya bendera ya Shetani wataanza kwanza, hii ni hatua ya kwanza, kuikana imani yao katika maonyo na nasaa zilizomo katika ushuhuda wa roho wa Mungu. Kwa hiyo tunaona swala la uasi ni mchakato, kama vile ambavyo tunajifunza swala la kujenga tabia ni mchakato. Tulitazama katika kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa 459 ya kwamba inachukua muda au inachukua mlolongo kuwabadili wale ambao walikuwa na ukamilifu na waweze kuwa na mapungufu, wale ambao walikuwa ni watakatifu na waweze kuwa waovu. Kwa hiyo kabla Adventista wa Sabato kujiunga pamoja na ulimwengu katika kuziasi sheria za Mungu, wataanza kwanza wao wenyewe ndani ya kanisa kukataa karama ya ushuhuda wa Yesu ambao ni roho ya unabii, ambayo ipo kwa ajili ya kufafanua zaidi sheria ya Mungu. Tutaendelea kutazama katika nukuu hizi ambazo nitakuletea katika siku ya leo. Lakini pia nabii anaendelea kusema katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la kwanza ukurasa wa 48. Mjumbe wa Mungu anasema udanganyifu wa mwisho wa Shetani utakuwa ni kuufanya ushuhuda wa roho wa Mungu usiwe na matokeo yoyote. Ushuhuda wa roho wa Mungu ni roho ya unabii. Anasema mahali pasipo maono watu huangamia, pasipo nabii watu huangamia, kwa sababu nabii alikuwa anatambulika kama muonaji. Kwa hiyo Mungu amemtumia Ellen G. White kutupatia karama yake ya roho unabii ambao ndio ushuhuda wa Yesu mwenyewe. Ni maneno ambayo Yesu anazungumza na kanisa lake kupitia mjumbe wake Ellen G. White. Anaendelea kusema Mithali 29:18, mahali pasipo na maono watu huangamia. Shetani atatenda kazi kwa ustadi sana, kwa njia tofauti tofauti na kupitia mawakala tofauti tofauti, ili kuvuruga imani ya watu wa Mungu. Unaposikia watu wa Mungu ni Adventista wa Sabato katika ushuhuda wa kweli. Ndio maana neno ushuhuda wa kweli, kweli tulitazama ni sheria ya Mungu, haki yako ni haki ya milele na sheria yako ni kweli. Kwa hiyo ni ushuhuda wa sheria, lakini pia kweli ni neno la Mungu. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo ni ushuhuda ambao unafafanua sheria ya Mungu kama inavyoelezwa katika neno lake. Lakini pia nabii anaendelea kusema katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la 3 ukurasa wa 83 na ile aya 5. Msingi wa nukuu hii au msingi wa nukuu hizi nazo zisoma ni Ufunuo Yohana 12:17. Joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo vita ambayo shetani anaifanya sasa hivi ni kuwafanya Adventista wa Sabato wavunje amri za Mungu, lakini ili wavunje amri za Mungu wanajua ushuhuda wa Yesu upo kwa ajili ya kulinda na kufafanua amri za Mungu. Kwa hiyo atafanya waweze kuupuzia na waweze kukataa. Ndio vita ambayo shetani anaifanya na kanisa lake, na akifanikiwa hivyo atawadanganya Adventista wa Sabato na mwisho wa siku watapotea. Lakini wale ambao watathamini karama hii watasimama imara na watakingwa na madanganyifu ya shetani katika kipindi hiki cha mwisho. Mjumbe wa Mungu anasema watu wanaweza kuunda njama baada ya njama, na adui atatafuta kuzipotosha roho za watu zitoke kwenye ukweli. Anaendelea kusema lakini wale wanaoamini kuwa Bwana amezungumza kupitia kwa dada White. Kwa hiyo yeye ni chombo, yeye amiliki roho ya unabii, yeye ni chombo, ni mjumbe, lakini mwenye ujumbe ni Kristo mwenyewe akizungumza na kanisa lake. Anasema lakini wale wanaoamini kuwa Bwana amezungumza kupitia kwa dada White na amempa ujumbe watakuwa salama, wasikumbwe na udanganyifu mwingi utakaotokea katika siku za mwisho. Na silaha ambayo shetani anaitumia kipindi hiki cha mwisho kwa ajili ya kupoteza roho za watu ni silaha ya udanganyifu, kwa sababu aliposhindwa silaha ya mateso, akaona anapowaua watu walikuwa wakiongezeka katika kanisa, vifo vya waaminifu vilikuwa ni mbegu ya kuwaleta wengi katika imani, akabadili namna yake ili aweze kuangamiza jamii ya wanadamu. Kwa sasa hivi shetani anatumia udanganyifu, anawatoa watu katika unyoofu wa shuhuda hizi ambazo Mungu amezitoa kwa ajili ya kuliandaa kanisa lake kukabiliana na nyakati zilizoko mbele yetu. Ndio maana hii nukuu inasema nitakazia, lakini wale wanaoamini kuwa Bwana amezungumza kupitia kwa dada White na amempa ujumbe watakuwa salama, wasikumbwe na udanganyifu mwingi utakaotokea katika siku hizi za mwisho. Ni kweli unaweza kujiuliza, dada White
amekufa zamani, amekufa mwaka 1915, lakini je, sasa hivi Bwana azungumzi na kanisa lake? Bwana sio kigeugeu. Yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Dada White, kama nilivyokuambia, hamiliki vitabu hivi, lakini alitumiwa na Mungu kwa ajili ya kuzungumza na kanisa lake. Na hata kama amelala, vitabu ambavyo ameviandika sio vyake, vinatoka kwa Mungu, ni sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu siku zote haifi, itaendelea mpaka kufunga historia ya ulimwengu. Kwa hiyo ijapokuwa dada White amelala katika kaburi, bado vitabu vyake ni sauti ya Mungu, na chochote ambacho tutahitaji kuelewa, tutatakiwa turejee katika vitabu vyake ili tuweze kupata maelekezo yatakayotusaidia kuweza kuwa na mahusiano na Mungu, maelekezo yatakayotusaidia kuweza kupata ushindi dhidi ya dhambi. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Publishing Ministry ukurasa wa 358 na ile aya ya 5, mjumbe wa Mungu anasema, swali huulizwa mara kadhaa, vipi kama dada White akifa? Ninajibu, vitabu alivyoandika havitokufa. Ni shuhuda hai. Kwa sababu gani shuhuda hai? Yesu ana uhai nafsini mwake. Ndio maana alisema, ninautoa uhai wangu kisha nautoa tena. Kwa hiyo kama Kristo hana mwanzo hana mwisho, yeye ndio Alfa na Omega, yeye ni mwanzo na yeye ndio mwisho, lakini tunajua hana mwanzo wala mwisho, na maanisha hata sauti yake haina mwanzo wala mwisho. Shuhuda hizi zitaendelea. Wanadamu watakufa, wajumbe wake ambao wanatumia kuzungumza na kanisa lake watapita, lakini sauti yake itadumu milele kupitia vitabu vya shuhuda hizi, ambavyo vitabu hivyo tunavifahamu kwetu sisi leo kama vitabu vya roho ya unabii. Ndio hapa anaendelea kusema, vitabu alivyoandika havitokufa, ni shuhuda hai kwa vile yasemavyo maandiko. Kwa hiyo vitabu hivi vinafafanua zaidi maandiko matakatifu na kutusaidia tusipotoshwe na mitego ya shetani katika kipindi hiki cha hatari tunachoishi cha kufunga historia ya ulimwengu. Ndio maana shetani anapambana shuhuda hizi zisieleweke. Anajua Waadventista wa Sabato watakapotupilia mbali shuhuda hizi hawatapata ushindi dhidi ya dhambi, kwa sababu hawataelewa madai ya Mungu kikamilifu na hawatafanya majukumu yatakayowasaidia kutimiza hili jukumu kubwa ambalo ni kushika amri za Mungu na mwisho wa siku kufikia ukamilifu. Na hii ndiyo vita ambayo shetani anaifanya na Waadventista wa Sabato. Ndio maana hapa anaendelea kusema, adui amefanya juhudi zake zote. Kwa hiyo juhudi za shetani zote zimejikita katika kupotosha au kuondoa nguvu ya ushuhuda wa Yesu. Ndio maana hapa anasema adui amefanya juhudi zake zote kuvuruga imani ya watu wetu. Watu wetu unaposikia na Adventista wa Sabato katika ushuhuda. Anasema hivi ndivyo shetani alivyokusudia kuwa, na wale ambao wamekuwa wakiandaa njia ili kuwafanya watu wasisikilize maonyo na nasaa za ushuhuda wa roho wa Mungu. Ushuhuda wa roho wa Mungu ndio roho ya unabii. Anasema wataona kuwa wimbi kubwa la makosa ya namna zote litajitokeza na kuingia katika maisha. Hicho ni kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, Selected Message, gombo la 3 ukurasa wa 83. Lakini mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4 211, anasema ni mpango wa shetani kudhoofisha imani ya watu wa Mungu. Unaposikia watu wa Mungu na Adventista wa Sabato katika ushuhuda, halafu ufuatia mashaka kuhusiana na mafundisho ya msingi ya imani, kwa sababu unapotilia mashaka shuhuda hauwezi ukaelewa mafundisho ambayo ni msingi wa imani yetu. Hauwezi ukaelewa fundisho la patakatifu ambalo Mungu amelifunua kwetu kama suluhisho la kuitenga mbali dhambi na mioyo yetu. Ndio maana panaendelea kusema halafu ufuatia mashaka kuhusiana na mafundisho ya msingi ya imani, nguzo za msimamo wetu, halafu mashaka katika maandiko matakatifu. Unaposoma kitabu cha Timotheo, fungua pamoja nami, tutarejea katika hii nukuu. Lakini unapotazama katika kitabu cha Timotheo wa pili, nitasoma sura ya 3, nitasoma ule mstari wa 16 na mstari wa 17 uweze kujua kusudi la maandiko matakatifu ni nini. Nimekwambia maandiko matakatifu au sheria ya Mungu inafafanuliwa katika roho ya unabii. Tukitaka kuelewa maandiko matakatifu vizuri, lazima tuwe na kalama ya roho ya unabii. Tukitaka kuelewa sheria ya Mungu vizuri, lazima tuwe na karama ya roho ya unabii, kwa sababu maandiko matakatifu ni sheria ya Mungu kiufupi. Na ili tuyaelewe, ili tuweze kufikia ukamilifu wa madai hayo, ni lazima Bwana atupatie karama hii
kwa ajili ya kutukamilisha. Ndio maana unapotazama katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3, nitasoma mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki. Mstari wa 17, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo kama Shetani atadhoofisha imani ya watu wa Mungu, imani ya Adventista wa Sabato katika ushuhuda, atadhoofisha imani ya watu wa Mungu. Atakuwa amefanikiwa kudhoofisha imani yetu, mimi na wewe, wa Adventista wa Sabato, katika maandiko matakatifu. Na kama tulivyosoma katika kitabu cha Timotheo wa pili 3:16 na 17, maandiko matakatifu yanatusaidia kuweza kufikia ukamilifu. Kwa hiyo, kwa kufanya hivyo, Shetani atafanikiwa kutuzuia tusifikie ukamilifu, na tutakuwa na ujasiri wa kumtazama Bwana, kwa sababu Mungu anatuambia tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Unapotazama kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Turejee katika nukuu yetu ya Shuhuda kwa Kanisa gombo la 4. Shuhuda kwa Kanisa gombo la 4 ukurasa wa 211. Nabii anaendelea kusema, halafu mashaka katika maandiko matakatifu, na ndipo ufuatia mwendo wa kushuka kuelekea upotevuni, kwa sababu utatembea gizani. Ndio maana Yesu anasema, maadamu mnayo nuru, enendeni katika nuru, giza lisije likawaweza, kwa sababu ndege gizani hajui yaendako. Tunapokataa roho ya unabii, tunapokataa neno lililo imara la unabii, hatutakuwa na nuru katika njia yetu, na tutatumbukia shimoni, tutapotea. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 4 211, mjumbe wa Mungu anasema, wakati ushuhuda ambao uliaminiwa hapo kwanza utopeleka kuanzia mwaka 1844, jamii kubwa ya kanisa Adventista wa Sabato, jamii kubwa ya waumini kwa kipindi hicho waliamini na wakajua hii ni karama kutoka katika patakatifu, na tumepewa kutusaidia kuelewa vizuri Biblia ili tuweze kuelewa madai ya sheria ya Mungu kwa upana, na mwisho wa siku tuweze kufikia ukamilifu. Lakini kwa sasa Shetani anapambana na kanisa, anatilia mashaka ili utakatifu kosekane, ili uchaji Mungu kosekane katika watu ambao Kristo anawategemea kwa ajili ya kushirikiana naye ili kumaliza kazi kuu ya mwisho katika mpango wa ukombozi. Ndio maana hapa anaendelea kusema, ushuhuda ambao uliaminiwa hapo kwanza unapotiliwa mashaka na kutupiliwa mbali, Shetani anajua kuwa wale waliodanganywa hawatakomea hapa, na uongeza juhudi zake maradufu. Ndio maana unaposoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 11 na mstari wa 12. Mstari wa 11 tuliona neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo hatuwezi tukamshinda Shetani kama tunapuuzia karama ambayo Mungu ametupatia, ambayo ni ushuhuda wa Yesu, ambayo ni roho ya unabii kwa kipindi chetu. Ili tuweze kumshinda, lazima tuweze kuwa na dawa ya macho, ili tuangazie katika njia yetu na kutufikisha katika bandari salama. Ndio maana mstari wa 12 neno la Mungu linasema, kwa hiyo shangilieni ninyi mbingu. Ufunuo Yohana 12:12, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa kuwa huyo ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua kuwa ana wakati mchache tu. Kwa Shetani, kwa sababu muda wake ni mfupi, ndio maana anafanya kazi maradufu, anafanya kazi kwa jitihada kubwa sana, na jitihada hizo ameziwekeza katika kudhoofisha imani ya watu wa Mungu katika ushuhuda wa Yesu ambao ni roho ya unabii. Ndio maana hapa anaendelea kusema ya kwamba Shetani anajua kuwa wale waliodanganywa hatakomea hapa, na uongeza juhudi zake maradufu mpaka amewatosa kwenye uasi wa wazi ambao wautibiki na uishia katika maangamivu. Kwa sababu tuliona Shetani kusudi la kukudanganya ni kuangamiza roho yako. Ndio maana anasema ya kwamba juhudi zake zote maradufu atazitumia mpaka amewatosa kwenye uasi wa wazi ambao hautibiki na uishia katika uangamivu. Lakini pia nabii akiendelea kukazia kuhusiana na shuhuda hizi, tutatazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la kwanza ukurasa wa 181, kwa sababu amri ya Jumapili itakapotangaza katika nchi ya Marekani, ndipo pepeto kwa Adventista wa Sabato litakapokuwa limefikia mwisho wake. Kwa sababu swala la pepeto ni mchakato, lakini mchakato huu kwa kanisa la Mungu unafungwa
wakati amri ya Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani. Tutaendelea kujifunza katika mfululizo wa masomo yetu. Kwa hiyo katika amri ya Jumapili kutakuwa kuna pepeto. Mungu atatenganisha ngano na magugu. Magugu yatapokea chapa ya mnyama na ngano zitapokea muhuri wa Mungu, pokea mvua ya masika na kuandaliwa kwa ajili ya kilio kikuu. Lakini kabla ya wakati huo, Bwana sasa anaanza kutupatia ushuhuda wake kwa ajili ya kutuandaa katika pepeto kuu lililo mbele yetu, litakalotokea wakati Marekani itapitisha amri ya Jumapili ya kitaifa. Na kitu ambacho amekileta kwa ajili ya kuanza kutupepeta, kwa ajili ya kuanzisha huu mchakato wa kupepeta kuanzia sasa hadi kikomo kitakapofikiwa wakati ambapo Marekani itakapopitisha amri ya Jumapili, ni ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo kama sasa hivi nakataa roho ya unabii, kama sasa hivi nakataa ujumbe ambao Mungu ananipatia kupitia vitabu vya mtumishi wake Ellen G. White, ninajiandaa kupokea chapa ya mnyama wakati pepeto itakapofikia mwisho wake kwa kutangazwa amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Ndio maana katika nukuu hii, kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 181, mjumbe wa Mungu anasema, niliuliza maana ya pepeto nilokuwa nimeona, na nikaoneshwa kuwa utasababishwa na ushuhuda dhahiri na wa moja kwa moja wa yule shahidi mwaminifu. Shahidi mwaminifu ni Kristo mwenyewe, na ushuhuda huu dhahiri wa moja kwa moja ni roho ya unabii, ni ushuhuda wa Yesu, kwa sababu shahidi mwaminifu ni Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ushuhuda wake ndio unaitwa ushuhuda wa Yesu, ambao ndio roho ya unabii. Anaendelea kusema hapa ya kwamba niliuliza maana ya pepeto nilokuwa nimeona, na nikaoneshwa kuwa utasababishwa na ushuhuda dhahiri na wa moja kwa moja wa yule shahidi mwaminifu kwa Walaodikia. Laodikia ni kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa la mwisho kabisa katika kufunga historia ya ulimwengu huu. Anaendelea kusema, huu utakuwa na matokeo yake katika moyo wa yule aupokeaye, na utamuongoza kuinua kanuni na kutangaza ukweli huu wa moja kwa moja. Anasema wengine hawatapokea ushuhuda huu wa moja kwa moja. Ndio maana tunaambiwa hatutakiwi kutazama ya kwamba kutakuwa kuna uamsho mkuu kwa watu wote kanisani. Makundi mawili yataendelea. Ngano na magugu vitatakiwa kukomaa mpaka wakati wa mavuno, na tulitazama katika masomo yaliyopita, wakati wa mavuno ni mwisho wa rehema kwa Adventista wa Sabato, ambayo ni amri ya Jumapili ya kitaifa katika nchi ya Marekani. Ndio maana sasa hivi natakiwa nimwonee huruma mtu ambaye anaipuzia karama hii ya roho nabii, kwa sababu anajiandaa kutengwa na Mungu milele, anajiandaa kupokea tabia ya shetani kupitia chapa ya mnyama, kwa sababu sio kutunza Sabato tu ambako kutatufanya tupokee muhuri wa Mungu. Muhuri wa Mungu au Sabato ya amri ya 4, Mungu amechukua kama kipimo kinachopima tabia zetu, lakini imaanishi kwa kipimo hicho tu tutaokolewa. Mungu anahitaji tuwe waaminifu katika kanuni zake zote alizotufunulia. Anahitaji tuweze kupatana kikamilifu na madai ya amri zake zote takatifu, na ili tuweze kupatana naye lazima tusome vitabu hivi. Kwa hiyo kama tutavisoma vitabu hivi, hatutapata tabia itakayotuwezesha kuweza kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu, na tutapotea na kupokea alama ya shetani au bendera ya shetani, ambayo ni chapa ya mnyama, na muhuri wa Mungu ambao ni ishara ya tabia yake, utambulisho wake, hautakuwa juu yetu. Kwa hiyo Bwana tusaidie kuweza kuyazingatia haya. Ndio maana hapa anasema wengine hawatapokea ushuhuda huu. Anasema wa moja kwa moja watainuka ili kupinga, na jambo hili litasababisha pepeto. Kwa sasa hivi pepeto inaendelea hatua kwa hatua, lakini kikomo chake ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani. Na sasa hivi hata kama mtu ni ngano, anaweza akawa gugu, na kama mtu ni gugu anaweza akawa ngano, kwa sababu bado rehema ipo. Lakini Mungu atakapofunga rehema, kama mtu alikuwa ni ngano ataendelea kukomaa katika hali ya ngano, kama mtu alikuwa ni gugu ataendelea kukomaa katika hali ya gugu. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana tunaambiwa mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 4, ukurasa wa 88, na ile aya ya 2, nilikwambia nukuu hii nitakuletea katika siku ya leo, inayotaja dawa ya macho kwa Walaodikia ni ushuhuda wa roho wa Mungu ambao ni roho ya unabii. Anasema hapa, dawa ya macho ni hekima na neema inayotuwezesha kupambana wakati ya wema na uovu. Na kumbuka kuna nukuu tulisoma katika kitabu cha
Jumbe zilizochaguliwa, gombo la 3, ukurasa wa 30. Mjumbe wa Mungu anasema uangalifu mdogo umetolewa katika kujifunza Biblia, hivyo Mungu ametoa nuru ndogo ambayo ni roho ya unabii kutusaidia kuelewa Biblia ambayo ni nuru kubwa zaidi. Na tukatazama mjumbe wa Mungu anaposema nuru ndogo anamaanisha nini, na anaposema nuru kubwa anamaanisha nini. Kwa sababu ni kweli sheria ya Mungu ndio ilianza, lakini kwa sababu watu hawakuielewa, ndicho kitu kilichotangulia, Bwana akaleta kitu kingine kukisaidia kile cha kwanza kilichotangulia kiweze kueleweka, ambao ndio ushuhuda wa Yesu, ambao ndio roho ya unabii. Ndio maana kaita kama nuru ndogo. Kwa hiyo kwa sababu sisi ni vipofu, hatuwezi tukapambana kati ya wema na ubaya kikamilifu. Hata tunaposoma neno la Mungu, Bwana ametupatia dawa ya macho, ametupatia vitabu hivi ili tuweze kuelewa kwa uwazi na kujitahidi kutakasa mioyo yetu na kanuni zake zilizodhihirishwa wazi kupitia vitabu hivi. Ndio maana anasema dawa ya macho ni hekima na neema inayotuwezesha kupambana kati ya wema na uovu. Ndio maana ya neema unapotazama katika kitabu cha Tito. Fungua pamoja nami katika kitabu cha Tito. Fungua pamoja nami kitabu cha Tito, nitasoma sura ya 2 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa lugha nyingine, neema ni neno la Mungu kwa wakati wetu, linaletwa kupitia ushuhuda wa Yesu ambao ndio roho ya unabii, ili tuweze kuokolewa. Kwa sababu kusudi la neema ni kutusaidia kupambanua wema na ubaya, na tuufuate wema ili tupate uzima. Ndio maana hapa naendelea kusema, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Mstari wa 13, tukilitazamia tumaini lenye baraka, anasema na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hiyo kumbe neema inatufundisha kukataa ubaya. Maelekezo ya vitabu hivi vinatutenga mbali na ulimwengu na kutupatia tabia ya Kristo. Ndio maana hapa naendelea kusema pia kwamba dawa ya macho ni hekima na neema inayotuwezesha kupambana kati ya wema na uovu na kugundua dhambi katika hali zote. Kwa sababu tunaambiwa sheria isingekuwepo, kusingekuwa na dhambi. Unaposoma katika kitabu cha Warumi 7:12, anasema nisingalitambua dhambi pasipo sheria. Kwa hiyo kwa sababu tuelewe vizuri sheria, tumepewa ushuhuda, kwa hiyo niweze kuitambua dhambi katika hali zote, ni lazima nithamini kalama ambayo Mungu amenipatia, ambao ni ushuhuda wa Yesu, ambao ndio roho ya unabii, ili niweze kuelewa sheria ya Mungu kikamilifu. Na pale ambapo nimekosea, pale ambapo nimepungua, niweze kushirikiana na Kristo aweze kunipatia moyo mpya, nifanye toba ya kweli, na mwisho wa siku nipate ushindi wa dhambi kikamilifu na kuandaliwa kusimama katika zama ambayo yuko mbele yetu. Ndio maana hapa mjumbe wa Mungu anaendelea kusema na kugundua dhambi katika hali zote na katika hali yoyote ile. Dawa hii ya macho ya kiungu itatupatia ukweli. Ukweli ni neno la Mungu, ukweli ni sheria ya Mungu. Anaendelea kusema katika uwazi kwenye ufahamu. Kwa hiyo shuhuda hizi ambazo Kristo anatupatia kupitia mtumishi wake Ellen G. White zitatupatia ukweli katika uwazi kwenye ufahamu. Zitaifafanua kwa uwazi sheria ya Mungu katika fahamu zetu. Unapoendelea kutazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 3, ukurasa wa 272. Ili ni onyo kwetu sisi Waadventista wa Sabato, kwa sababu Mungu anatuita, lakini rehema yake haiwezi kuendelea. Ameweka ukomo wa rehema yake. Kuna kipindi tutatamani kufanya, lakini hatutaweza. Ndio maana tunaambiwa katika kitabu cha Amosi, siku zinakuja ambapo Bwana ataleta njaa. Unapotazama kitabu cha Amosi sura ya 8 mstari wa 11 na kuendelea, anasema si njaa ya kukosa chakula au kiu ya kukosa maji, bali ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya Bwana. Na watu watatangatanga kutoka upande mmoja hadi upande mwingine wa dunia, watafute neno la uzima wasilione. Kwa hiyo wakati uliokubalika ni sasa, wapendwa, wakati wa kuvithamini vitabu hivi vya roho ya unabii, wakati wa kupokea karama hii ambayo Yesu anatupatia kupitia ushuhuda wake ni sasa, ili tuweze kuungama na mwisho wa siku kupata ushindi dhidi ya dhambi kabla ya kufa, au kabla ya Jumapili kutangaza katika nchi ya Marekani. Kwa sababu ya Jumapili atakapotangaza katika nchi ya Marekani au tutakapokufa, tutakuwa tumechelewa milele. Maungamo yetu yote hayatakuwa na maana. Ndicho ambacho mjumbe wa Mungu anasema katika nukuu hii. Mjumbe wa Mungu anasema wako wengine miongoni mwetu watakaofanya maungamo kama alivyofanya Akani, wakiwa wamechelewa sana. Tusubiri hadi hatua hii.
Tusisubirie hatua ambayo Kristo atasema mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Anaendelea kusema ya kwamba wakiwa wamechelewa sana hata wasiweze kujiokoa, hawapatani na mambo ya haki, udharau ushuhuda huu usiopinda. Ndio maana tulitazama kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:20. Neno la Mungu linasema msitweze unabii, msiudharau unabii. Hatutaki kupuzia karama hii ya unabii ambao ndio ushuhuda wa Yesu. Hatutaweza kusimama na kufikia ukamilifu ambao Mungu anahitaji tuweze kufikia. Ndio maana kuthamini vitabu hivi, kuvisoma na kuvileta katika maisha ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho. Ndio maana hapa mjumbe wa Mungu anasema wapatane na mambo ya haki, hudharau ushuhuda huu usiopinda na unaogusa moyo, na watafurahi kuona kwamba kila mtu atoe maonyo amenyamazishwa. Lakini nitakuletea nukuu ambayo inazidi kufafanua kama hatutapokea shuhuda hizi, tunajiandaa kuwa upande wa shetani na kupokea bendera yake ambayo ni chapa ya mnyama. Kwa hiyo ili tusiwe katika kundi hilo, inatakiwa sasa tufanye matengenezo, inatakiwa tuamke na tufanye matengenezo na kutia moyo. Hujachelewa. Kama ulikuwa umepuuzia ushuhuda ambao Mungu ameutoa kwa kanisa lake, kama ulikuwa umepuuzia karama hii ya leo nabii ambayo Mungu ameitoa kupitia mtumishi wake Ellen G. White, changamka, wakati ni sasa, ili uepukane kusimama katika bendera ya shetani wakati ambapo Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani. Kwa sababu bendera ya shetani ni nembo yake ya utambulisho. Wote ambao watapokea chapa ya mnyama hawatakuwa wameakisi sura ya Yesu kikamilifu, kwa sababu tunaambiwa muhuri wa Mungu utawekwa juu ya wale ambao wanaakisi sura ya Yesu kikamilifu. Kwa kama siakisi sura ya Yesu kikamilifu, na akisi sura ya shetani, na nitapokea nembo yake ambayo ni chapa ya mnyama. Sikiliza hiki ambacho mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Letters and Manuscripts, gombo la kwanza. Hii ni leta ya pili, mwaka wa 1861 na ile aya ya 17. Mjumbe wa Mungu anasema, siwezi kukuacha upate pumziko. Manufaa yako ya milele yanategemea uchaguzi wako. Je, utachagua uzima au mauti? Natamani ni kutahadharishe, lazima uamke. Kitu kitakachotuamsha pekee ni ushuhuda. Ndio maana kitu ambacho Bwana anahitaji kiletwe katika kanisa lake ili waweze kuamka na kufanya matengenezo kabla ya kuchelewa milele, ni upelekaji wa ushuhuda ambao umepuuziwa kwa muda mrefu, ambao ni karama ya roho ya unabii. Tutakaposoma vitabu hivi tutajua wapi tumekosea na wapi tunatakiwa kurekebisha kabla ya mlango wa rehema kufungwa. Ndio maana hapa naendelea kusema lazima uamke, kwa sababu umekaribia sana katika uangamivu. Anasema kwa sababu umekaribia sana uangamivu, unafanya maamuzi kwa ajili ya hukumu. Kwa kabla ya hukumu inatakiwa tuthamini vitabu hivi na tuyatii maelekezo yake, na ndipo Kristo atakapotupatia haki yake. Anaendelea kusema pia kwamba unafanya maamuzi kwa ajili ya hukumu. Tembea kwa tahadhari, zingatia manufaa ya damu ya Kristo. Usipotee kwa ajili ya siku chache za tamaa ya dunia. Anasema jiunge chini ya bendera ya damu ya mwana wa ufalme Emanueli. Achana na bendera ya dhambi na giza. Kwa hiyo dhambi na giza, na mtu anatembea gizani kwa sababu hana time haya ambayo ni neno la unabii lililo imara. Tunaambiwa neno la imara tulilonalo ni neno la unabii. Neno la imara ndilo ambalo litatuangazia katika giza. Kwa hiyo kama tutalipuuzia hilo, tutaweza kupokea tabia ya Mungu, tutapokea tabia ya shetani, na tutakuwa chini ya bendera yake, kwa sababu kuna bendera mbili tu. Bendera ya Emanueli ni muhuri wa Mungu, na bendera ya shetani ni chapa ya mnyama. Kwa lazima tuchague leo. Kwa hiyo kabla ya wakati huo tunatakiwa kuzitii hizi shuhuda, kutakasa maisha yetu kila siku, sio sisi tu, lakini pia tena familia zetu na jamii inayotuzunguka, ili tuweze kujiimarisha kusimama upande wa bendera ya mwana ufalme Emanueli, Yesu Kristo. Lakini tusipofanya hivyo, tukianza kukataa shuhuda, tunajipeleka wenyewe na tunachukua msimamo wetu chini ya bendera ya shetani ambayo ni chapa ya mnyama. Ndio maana hapa anaendelea kusema usipotee kwa ajili ya siku chache za tamaa ya dunia. Jiunge chini ya bendera ya damu ya mwana wa ufalme. Huwezi ukajiunga chini ya bendera ya damu ya mwana wa ufalme Emanueli kama unakataa ushuhuda wake. Hicho kitu hakiwezekani. Ndio maana hapa anasema achana na bendera ya dhambi na giza.
Kwa hiyo kumbe bendera huwakilisha tabia ya mfalme wa giza, bendera ya shetani, na bendera ya Mungu au bendera ya Immanueli huwakilisha tabia ya ufalme wa mbinguni ambayo ni utakatifu, na tabia ya mfalme wa giza ni uovu. Unapoendelea kutazama katika kitabu hiki cha Letters and Manuscript, gombo la kwanza, hii ni manuscript ya pili, mwaka wa 1868, nitakusomea aya ya pili. Mjumbe wa Mungu anasema, uliwakilisha kwangu ukiunganisha nguvu zako na kiongozi wa uasi na jeshi lake. Kiongozi wa uasi ni shetani na jeshi lake ni malaika waovu walioanguka pamoja naye. Anasema na jeshi lake kuchukiza, kuleta masumbufu, kujeruhi moyo, kukatisha tamaa na kutupilia mbali wale wanaopigania haki, wanaosimama chini ya bendera ya damu ya mwana wa ufalme Immanueli. Kumbe bendera huwakilisha tabia au umiliki, na tabia ya Mungu huwakilishwa kupitia amri zake, na amri ambayo itakuwa ni kipimo kwetu sisi katika kipindi cha mwisho ni amri ya Sabato. Ndio maana nukuu inaeleza hata haya anayokuambia. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema, nilioneshwa mvuto wako umegeuza nafsi kadhaa wasitunze Sabato ya amri ya 4. Kumbe Sabato ya amri ya 4 inaendana na bendera ya damu ya mwana ufalme Immanueli, inaendana na bendera ya Mungu. Lakini kinyume chake, Sabato bandia ambao ni ushurutishwaji wa ibada ya Jumapili inaendana na bendera ya shetani. Kwa hiyo tukitaka kuwa chini ya bendera ya Mungu lazima tutii shuhuda hizi, na tukizipuuzia kuanzia sasa, tukianza kukataa maonyo yake, tutapokea chapa ya mnyama ambayo ni bendera ya shetani. Tutatengwa na Mungu milele na majina yetu yataondolewa katika kitabu cha uzima na katika kitabu cha ukumbusho. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu cha Wazee na Manabii. Katika kitabu cha Wazee na Manabii nitasoma ukurasa wa 364 na ile aya ya kwanza, tuone kusudi la ushuhuda wa Yesu ni kulinda amri 10, ni kufafanua amri 10. Kusudi la leo nabii ni kufafanua Biblia, ambayo Biblia imebeba madai ya sheria ya Mungu takatifu. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Wazee na Manabii 364 aya ya kwanza, neno la Mungu linasema hakutaka kuweka amri zake, huyu ni Mungu, hakutaka kuweka amri zake katika kumbukumbu za akili za watu ambao walikuwa na mwelekeo wa kusahau madai ya amri zake, lakini akaziandika katika vibao vya mawe. Alitaka kuondoa kwa Waisraeli uwezekano wote wa kuchanganya amri za Mungu na tamaduni za mataifa, au kuunganisha madai ya amri zake na mapokeo ya kibinadamu au desturi, lakini ya kuacha kuwapatia maelekezo kuhusu amri 10. Watu wake walidhihirisha kupotoka kirahisi kiasi kwamba hakutaka kuacha mlango wa majaribu bila ulinzi. Musa aliamriwa kuandika kama Mungu atakavyomuongoza, hukumu na sheria zikitoa maelekezo ya kina kuhusiana na madai ya amri za Mungu. Hiki ndicho chuo cha Torati. Hiki ndicho kinachotambulikana kama vyuo vya manabii, na kipindi chetu hiki ndicho ushuhuda wa Yesu, ambayo ni roho ya unabii ambayo Mungu ametupatia kupitia mtumishi wake Ellen G. White. Ndio maana hapa naendelea kusema maelekezo haya yakihusianisha wajibu wa watu wake, yani wajibu wa watu kwa Mungu. Anasema kwa Mungu wao, wao kwa wao, na kwa mgeni, yalikuwa ni kanuni za amri 10. Kumbe hata chuo cha Torati ambacho Musa alikiandika ni amri 10 hizo hizo, lakini zilizofafanuliwa kwa upana ili ziweze kueleweka kwa kila mmoja. Hali kadhalika pia, kumbe roho ya unabii ni sheria ya Mungu hiyo hiyo, ni Biblia hiyo hiyo iliyoelezewa kwa upana ili iweze kueleweka. Ndio maana hapa anaendelea kusema ya kwamba maelekezo haya yakihusianisha wajibu wa watu wake kwa Mungu wao, wao kwa wao, na kwa mgeni, yalikuwa ni kanuni za amri 10 zilizokuzwa na kutolewa katika namna husika na kipekee, ili asiwepo wa kukosea, asiwepo wa kutoa uzuri ya kwamba sikujua au sikuelewa. Ndio maana hapa naendelea kusema yalikusudiwa kulinda utakatifu wa amri 10 zilizoandikwa katika vibao vya mawe vilivyochongwa. Kwa hiyo tunapoondoa ushuhuda wa Yesu, tunaondoa amri za Mungu. Tunapokataa ushuhuda wa Yesu, tunaungana pamoja na shetani kusema amri za Mungu hazina maana kwetu na hatutaweza kuzishika.
Kwa hiyo Bwana tusaidie tuweze kuamka, tuweze kutimiza jukumu hili kabla ya kuchelewa milele. Maana nabii anasema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 671 na ile aya ya 2, mjumbe wa Mungu anasema Bwana analifundisha kanisa lake akikemea makosa yao na kuimarisha imani yao, au la. Ni aidha anafanya hivyo au afanyi hivyo. Anaendelea kusema hii ni kazi ya Mungu au la. Kwa hiyo ni aidha kazi yake au sio kazi yake. Anaendelea kusema Mungu hafanyi chochote katika mapatano na shetani. Kazi yangu inabeba aidha muhuri wa Mungu ambao ndo bendera yake au ndio nembo yake. Unaposikia muhuri, bendera na nembo ni kitu kimoja. Anasema au nembo ya shetani. Kwa hiyo kumbe napo kubali shuhuda hizi na jiandaa kupokea muhuri wa Mungu. Unapozikataa na jiandaa kupokea nembo ya shetani ambayo ni bendera ya shetani, kama tulivyosoma katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa gombo la 3 ukurasa wa 84. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema hakuna kazi nusu nusu katika swala hili. Shuhuda ni za Roho wa Mungu au za shetani. Kwa hiyo tuchague tunasimama wapi. Je, tutasimama katika nadharia za wanadamu au tutasimama katika shuhuda ambazo Mungu ametupatia kwa ajili ya kuelewa vizuri neno lake, ili tuweze kulinganisha maisha yetu na kanuni zinazoelezwa katika neno la Mungu kupitia shuhuda hizi, na mwisho wa siku kusimama na hukumu ya upelelezi itakapotoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai kwa kutangazwa kwa mila Jumapili katika nchi ya Marekani. Tuwe tayari kusimama sisi pamoja na familia zetu na jamii ya wanadamu inayotuzunguka. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu hiki cha Shuhuda kwa Kanisa, Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 691 na ile aya ya 2, kwa sababu kuna watu wanasema kuna baadhi ya vitu ni hekima ya kibinadamu na kuna baadhi ya vitu ni maelekezo kutoka kwa Mungu. Lakini mjumbe wa Mungu alikemea swala hili. Kama unapokea, pokea yote. Kama unakataa, kataa yote. Hakuna kazi nusu nusu, kama tulivyotoka katika nukuu iliyopita. Tulipotoka katika nukuu iliyopita tumeambiwa Mungu afanye chochote katika mapatano na shetani. Shuhuda hizo aidha ni za Mungu au ni za shetani. Hauwezi ukaziweka katikati ukasema labda hizi ni sauti ya Mungu na hizi ni hekima ya kibinadamu. Huo ni mtego wa shetani. Nabii anasema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 691 na ile aya ya 2, nabii wa Mungu anasema na sasa ndugu, na wasi msiingilie kati yangu na watu wa Mungu na kutupilia mbali nuru ambayo Mungu alitaka iwajie. Msitumie kukosoa kwenu kuchukua mvuto wote, pointi na nguvu zote kutoka katika shuhuda. Msizani ya kuwa mwaweza kupambanua ziendane na mawazo yenu. Anaendelea kusema mkidai kuwa Mungu amewapatia uwezo wa kutambua ipi ni nuru ya mbinguni na ipi ni udhihirisho wa hekima ya mwanadamu. Kama shuhuda hazisemi sawasawa na neno la Mungu, zikataeni. Ndio maana leo nabii inaitwa ushuhuda wa kweli. Lazima iseme sawasawa na neno la Mungu. Kwa hiyo kama haisemi sawasawa na neno la Mungu, ikatae. Lakini kama inasema sawasawa na neno la Mungu, kubaliana nayo, ili ipate kukuandaa kupata tabia itakayokufanya kufaa kuingia katika malango ya mbinguni. Ndio maana neno la Mungu linaendelea kusema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa 691 na ile ya 2, anasema Kristo na Beliali hawawezi kuungana, kwa kuwa nia ya Kristo haichanganyi akili za watu wake na nadharia za kibinadamu na mashaka, na kukafanya kazi ya Mungu kwa watu wake isiwe na matokeo yoyote. Msifanye uwakala huu wa Mungu. Uwakala huu anaozungumzia hapo wa Mungu ni ushuhuda wa Yesu ambao ni roho ya unabii. Anasema msifanye uwakala huu wa Mungu kama jiwe la kukwaza, ambapo wengi watajikwaa na kuanguka na kutegwa na kuchukuliwa kwa ukosefu wenu wa upambanuzi wa kiroho. Lakini mjumbe wa Mungu anaendelea kusema pia, akikazia umakini wetu kama Adventista wa Sabato katika shuhuda ambazo Mungu ametupatia ili kuweza kutusaidia kufikia ukamilifu. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la 5 ukurasa wa 681 na ile ya kwanza, mjumbe wa Mungu anasema wengi wanaenda kinyume na nuru ambayo Mungu amewapatia watu wake. Wengi, ndio maana tunaambiwa ni wachache watakaosimama. Wengi wanaenda kinyume na nuru ambayo Mungu amewapatia watu wake, kwa kuwa wasomi vitabu vyenye nuru na maarifa katika tahadhari na saa na maonyo. Ndio maana
Hosea 4:6 nasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kama tutakuwa na maarifa tutaweza kusimama. Kama tutakuwa na maarifa ya kutuambia nini cha kufanya ili tuweze kupata ushindi dhidi ya adhabu na kusimama wakati ambapo hukumu ya upelelezi itatoka kwenye watu waliokufa na kuingia kwenye watu walio hai katika kufunga kwa siku kuu ya upatanisho, hatutaweza kusimama katika dhama ambayo iko mbele yetu. Ndio maana hapa anasema wengi wanaenda kinyume na nuru ambayo Mungu amewapatia watu wake, kwa kuwa hawasomi vitabu vyenye nuru na maarifa, katika tahadhari na saa na maonyo. Masumbufu ya dunia, upendo wa mitindo na kukosekana kwa dini hai kumegeuza usikivu kutoka katika nuru ambayo Mungu ameitoa kwa neema yake, na vitabu na makala zenye makosa zinasafiri nchi nzima. Ndio maana leo watu ni rahisi wakae kwenye mitandao, watu ni rahisi waingie Instagram, waingie Facebook, waingie Twitter, wasome magazeti, washabikie mipira, wasome hadithi mbalimbali, lakini unapowaalika kusoma vitabu vya roho nabii hawako tayari. Ni ishara ya kwamba tumelala katika dhambi zetu, lakini pekee kitakachotuamsha ni kukubali na kuleta shuhuda hizi katika maisha yetu. Ndio maana hapa mjumbe wa Mungu anaendelea kusema mashaka na ukafiri vinaongezeka kila mahali. Nuru ya thamani kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Kumbe roho ya unabii ni nuru ya thamani kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu, na kiti cha enzi cha Mungu sasa hivi hakipo ua wa nje, hakipo patakatifu, kiko patakatifu. Ndio maana ni kalamu ambayo Mungu ametupatia, ameiunganisha na yeye mwenyewe kwa ajili ya kutukamilisha. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema nuru ya thamani kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu inafichwa chini ya pishi, tunaipuuzia. Anaendelea kusema Mungu atawawajibisha watu wake kwa kupuuza huku. Anasema hesabu itatolewa kwake kwa kila mwali wa nuru aliouleta uangazie njia yetu. Kama umetumika katika maendeleo ya mambo matakatifu ya kiungu au kukataliwa na kupinga kwa sababu ilikuwa inakubalika zaidi kufuata mwelekeo wetu. Na tunapoingia katika patakatifu pa patakatifu lazima tukubaliane na madai ya Mungu, kwa sababu neno la Mungu linatuambia utakatifu ni mapatano endelevu na ya kudumu pamoja na Mungu. Kwa hiyo wenda tumepuuzia vitabu hivi, lakini tutakaposoma vitabu hivi, hapa ndipo tutakapogundua makosa yetu, ndipo tutakapogundua tulipokosea, na tutatanguliza dhambi zetu hukumuni, kama tunavyoelezwa katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:24. Dhambi za watu wengine zi dhahiri, zatangulia kwenda hukumuni, wengine dhambi zao za wafuata. Kwa hiyo tukitaka kutanguliza dhambi zetu kwenda hukumuni ili Kristo azistiri na wakati wa hukumu azifute na kutupatia haki yake, ni lazima tuthamini vitabu hivi vya roho nabii ambavyo Mungu ametupatia kwa ajili ya kutukamilisha. Kwa hiyo baada ya kutengeneza msingi wa jukumu hili la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, ambalo ni kuthamini ushuhuda huu wa Yesu au karama ya roho ya unabii, tutaendelea kutazama jukumu jingine ambalo ni nyeti sana, linaloitwa toba ya kweli. Kwa hiyo toba ya kweli ni miongoni mwa jukumu la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho, kwa sababu toba ya kweli itatuleta katika upatanifu na ushuhuda wa Yesu, itatuleta katika upatanifu na roho ya unabii, na itatuleta katika upatanifu na amri za Mungu. Ndio kusudi la toba ya kweli, ni kukufanya uweze kumlingana Bwana katika amri zake na shuhuda zake. Kwa hiyo ningependa kukukumbusha katika wakati unaokuja kuwa na kalamu yako, kuwa na daftari pamoja na Biblia yako mkononi. Tutatazama jukumu lingine la kusanyiko katika sikukuu ya upatanisho ambalo linaitwa toba ya kweli. Kwa kichwa cha somo kitakuwa ni toba ya kweli na sikukuu ya upatanisho. Lakini tunapohitimisha kipindi hiki, ningependa kukualika, ikiwa una fursa ya kupiga magoti utapiga magoti, ikiwa una fursa ya kusimama utasimama, ikiwa una fursa ya kukaa hapo ulipofanya hivyo tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Tusaidie tuweze kuwa wasikivu, kwa sababu unasema tuwe watendaji wa neno wala si wasikiaji tu, hali tukijidanganya nafsini mwetu. Tuwezeshe usiku na mchana tuweze kuthamini maneno yako, tuweze kuthamini nuru uliyotupatia kutoka katika kiti cha enzi, ili tuweze kufanya matengenezo katika maisha yetu kwa kulinganisha tabia zetu na kanuni zako zilizo wazi katika
Biblia yako takatifu kupitia shuhuda hizi za Roho wa Mungu. Lakini nakusiweze kuhifadhi maisha yetu na utupatie fursa nyingine tena utakapoendelea kutazama jukumu hili lingine ambalo la muhimu sana, ambalo ni toba ya kweli na siku ya upatanisho katika wakati unaofuata. Tupatie afya ya kimwili, kiroho na kiakili, lakini pia tukilimie yale yote tunayohitaji kwa ajili ya maendeleo ya kiroho na maendeleo ya kimwili. Naamini utatenda, na hata yale ambayo sijayaomba utajibu sawa sana mapenzi yako. Ndivyo ninavyoomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amina.